ni timu yetu ya Stand United. Tunayo mipango mikubwa ya kurejea ligi kuu. Mikubwa. Na nishukuru kwamba watu ambao wanajitoa katika kupigania mkoa wa Shinyanga, sio kwa maana ya upendeleo. Mtu namba moja ambaye unaweza kumrate kwamba yeye anailinda Shinyanga usiku na mchana, namba moja kwangu mimi ni Jambo Group of Companies. Nawaambia hivyo kwa sababu kuna mfanyabiashara mmoja bilionea mkubwa sana, mimi nimefahamiana naye muda mrefu, wa hapa Shinyanga. Ana magorofa Kariakoo, ana magorofa Masaki na kadhalika. Nimekuja kuwa mkuu wa wilaya ya Shinyanga. Mimi zamani nilikuwa nadhani kwamba amejenga sana hapa. Nilikuja kufuatilia taarifa zote, amejenga wapi, nagundua hajajenga. Amekuja mwaka jana kunitembelea, namuuliza ndugu yangu, hapa mbona sijaona umejenga kitu chochote? Kwanza akafikia hotelini. Alafu yeye amekuja kuchukua mazao, huwa anachukua na mifugo. Mazao, msimu wa mazao anakuja anakusanya mazao, malori na malori. Lakini amejenga Kariakoo na wapi? Na Masaki. Siku moja nilipokuwa nimekaa na kaka yangu Salumbuzi, nikamwambia hivi, Salum, kwa mfano hiki kiwanda chako ambacho unalipa serikalini kodi ya mabilioni ya hela, hivi ulishindwa kwenda kukijenga hata Kibaha kwa mfano? Kwa hiyo nilikuwa namuuliza kwa nini ukijenga hapa Shinyanga? Yaani namchallenge. Ananiambia, bwana brother, haya mambo ya kupigania mkoa ambao umekukuza, watu wachache wanajua falsafa yake. Na sasa hivi ninapozungumza, Jambo ameshaomba maeneo kadhaa ya uwekezaji. Na watu wa halmashauri mtakuwa hapa. Kuna mengine mlimpa akalipia, mnatuchelewesha. Nimetembelea pale nakuta makontena na makontena, ameshaleta makontena. Anataka kufanya vitu vikubwa. Kwa hiyo kuna watu wanamchelewesha. Lakini bahati nzuri nimeshawaita. Hatupasi kuwakwamisha wawekezaji. Na Mheshimiwa Rais amekataa kabisa huo mchezo. Mwekezaji anataka kuwekeza, kuna watu wanamkwamisha. Sasa wewe mwenyewe vitumbua tu huwezi kuuza. Kuna mtu anaweza kufanya biashara ya billions, alafu wewe wa vitumbua unataka kumkwamisha yule wa billions. Akifanya billions atasaidia jamii, atalipa kodi kubwa, tutajenga shule. Kwa hiyo nasema kwamba Jambo, Mwenyezi Mungu awabariki sana sana sana, kwa sababu mnafanya kazi kubwa sana hapa Shinyanga. Na nilikuwa nagusia swala la Stand United, nikamtaja Jambo kwa sababu bila Jambo Stand United isingefika hapa ilipo. Lakini pia Jambo ameungana na wadau wengine mbalimbali ambao kwa uwazi kabisa wamejitolea kuiunga mkono timu hii kufa na kupona. Akiwemo rafiki yangu Jume, anafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba Stand United inakwenda mbele. Kwa hiyo timu hii ikipanda ligi kuu, kuna watu ambao tutasema mchango wao wazi wazi kwamba huyu amefanya kazi kubwa ya kuhakikisha timu hii inakwenda mbele. Huyu jamaa tuliyeko hapa anaitwa Makindo. Huyu anatoa mchango mkubwa sana Stand United. Vijana wanafanya hapa mazoezi, anawatafutia bonus, anafanya vitu vingine mbalimbali. Kwenye swala la kuendeleza mkoa wa Shinyanga, hatuna chama, hatuna dini, hatuna kitu chochote. Tunapokuwa tuna mambo ya kubeba mkoa wetu, wadau wanapaswa kujitokeza kufa na kupona, bila kujali itikadi yao yoyote, bila kujali imani yao yoyote. Kwa sababu imani yetu inakuwa lile jambo la maendeleo ya nchi yetu, ya mkoa wetu. Kwa hiyo niombe wadau waendelee kujitokeza, tuisaidie timu yetu ya Stand United. Jamaa zangu wa Alizi wako hapa. Tena huko hapa. Stand tunaenda wapi kule? Tunaenda Mbeya. Tunaenda Mbeya, afu tunaenda Songea. Mwambie mzee nakuja tuonane. Kwenye hizi mechi mbili tunahitaji tupate basi. Mafuta tutatia. Kwa hiyo mjulishe mzee, bwana DC anakuja kukuona. Vijana wasafiri. Mechi hizi mbili tunataka vijana wetu wasafiri comfortably, na mechi zingine pia tutaendelea kupambana. Lakini pia nishukuru na nitambue mchango wa waheshimiwa wabunge wa mkoa wetu wa Shinyanga,
wale ambao wameendelea kuguswa na kuendelea kuiunga mkono timu yetu, ni waombe waendelee kuongeza mchango. Hii timu ikienda ligi kuu, watu hawajui maana yake. Ikirejea ligi kuu, maana yake ni kwamba hoteli zote za Shinyanga zijae, vyakula vyote vya Shinyanga vinunuliwe, bidhaa za Shinyanga zinunuliwe, na yale matimu makubwa makubwa, kwa mfano wakija hapa wale kina Pacome Zouzoua tunapiga 2 bila, wanaondoka. Wakija hapa wale kina Teba tunapiga 3 bila, wanaondoka. Yaani ni kwamba ni raha tu hapa mjini. Jamani, nani hataki mambo hayo? Nani hataki mambo hayo? Jamaa wa dabi naona wamekuwa na hofu. Nakwambieni tukienda ligi kuu tunawapiga hapa. Uzuri mimi wasio Simba wala Yanga. Kwa hiyo mtakutana tu hapa na fitna za hali ya juu, lakini za katikati ya kiwanja pale tutawapiga. Huu mkoa una heshima yake na lazima tuendelee kuilinda hiyo heshima. Kwa hiyo niwaombe hapa, na washukuru CRDB, tumeshakutana juzi na zone manager na niliwatuma viongozi wa timu waende wakutane naye, na tumeshaweka utaratibu mzuri mkamilisha yale mambo haraka. Nimewasiliana pia na CRDB makao makuu, wako tayari kutuongezea nguvu katika timu yetu ya Stand United. Niwaombe mabenki wengine, makampuni ya simu na wafanyabiashara, tuisimamie timu yetu iweze kurejea ligi kuu. Takbir! Takbir! Assalamu alaikum. Sasa ndugu MC, nimechukua muda mwingi, asante sana.